Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa tumeanza katika juma hili kuu kwa siku hizi tatu ambazo zipo ndani ya hilo juma kuu, siku hizi tatu za Pasaka, ambazo kwa namna ya pekee tunaanza siku ya Ijumaa, ambapo hiyo Ijumaa tunaanzia Alhamisi jioni katika swala la kiliturujia, alafu Jumamosi kuu pamoja na siku yenyewe ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo ni mafumbo makuu matakatifu ambayo tunatafakari zaidi mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika tafakari hii niwaalike ndugu zangu, ikiwa ni Alhamisi kuu jioni katika karamu ya mwisho, Bwana wetu Yesu Kristo akiwa amekaa na wanafunzi wake katika kuonyesha ni namna gani ambapo anawakabidhi vijiti. Ni siku ambayo sakramenti ya upadrisho iliwekwa, ni siku ambayo amri kuu ya mapendo Bwana wetu Yesu Kristo akiwaachia mitume na wanafunzi wawapende watu Mungu kama ambavyo yeye ameonyesha upendo kwao kwa kuwaosha mitume miguu. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, ni siku ambayo ndio aliidhinisha, aliweka hii sakramenti pia ya Ekaristi Takatifu inatuunganisha sisi kama ndugu. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 8 na aya ya 11 hadi aya ya 14. Somo la pili ni la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 23 hadi aya ya 26. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 13 aya ya kwanza hadi aya ya 15. Tusikilize Injili takatifu. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye hali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti Yesu, hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti, ndiyo maana alisema si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Injili ya Bwana. Ndugu zangu, kanisa huadhimisha fumbo kuu la Pasaka katika sherehe ya pekee sana, sherehe ya pekee kabisa.
katika adhimisho moja kubwa linalodumu hizi siku tatu kama ambavyo nimesema mwanzoni, yaani Ijumaa inayoanza Alhamisi jioni, Jumamosi Kuu pamoja na siku ya Dominika. Kanisa hukumbuka na kuadhimisha kuteswa, kufa na kufuka kwake Yesu Kristo. Kanisa huingizwa katika fumbo la msalaba na kushirikishwa uzima wa kimungu. Hivyo tunavyoanza siku hizi kuu tatu kwa siku ya Alhamisi Kuu, ndugu zangu, hii ni siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikaa na wanafunzi wake katika karamu ya mwisho. Na katika karamu hii tunaona hata Yuda anakuwepo, Yuda Iskariote ambaye alikuwa na mpango wa kumsaliti Kristo. Na hata Kristo anapokuja kuuliza swali au anapowapa habari hii kwamba kuna mmoja wenu atanisaliti, tunaona Yuda naye anajifanya kama yeye hahusiki kwa lolote. Tayari ameshachukua vipande 30 vya fedha na kwa kutoka kwa wale makuhani ili avipate hivyo na kuweza kumfanya Kristo tengenezee mazingira ya yeye apate kukamatwa. Na hata anamuuliza Kristo, je, ni mimi? Anajijua kabisa kwamba ni yeye ndiye atakayefanya hivyo, lakini tunaona namna gani ambavyo huwa tunasalitiana licha ya kwamba tuko karibu, ni marafiki wa karibu, lakini watu wanasalitiana kiasi kwamba hata wakati mwingine tunashindwa kuelewa kabisa na kuamini kwamba hata huyu ananitendea hivi. Ndugu zangu, haya yote ni mapendo ya Kristo yanaonekana katika karamu hii. Ingawa yeye ni Bwana na mwalimu, alijifanya kuwa mtumishi wa wote, akawaosha mitume miguu. Kitendo ambacho hii ni kazi ambayo ilikuwa inafanywa na watumwa. Watumwa ndio walikuwa wanafanya kazi hizi za kuweza kuwasafisha, kuwaosha miguu wakubwa zao. Kwa hiyo ni kazi ambayo ilikuwa inadharaulika, na mtu anayefanya hivi alikuwa anadharaulika, ni mtu wa hali ya chini. Lakini Kristo anaonyesha kwamba yeye ni mtumishi wa wote, na kitendo hiki ndicho ambacho anawaambia na mitume waweze kwenda kuwafanyia watu wengine, ikiwa ni ishara ya kuonyesha upendo kwao, hali ya unyenyekevu, hali ya upole ambao yeye kama mfalme wa amani, mfalme wa utukufu anatakiwa ametuonyesha mfano wa kuweza kuiga. Kwa tendo hilo, ndugu zangu, ametupa kielelezo cha mapendo, ili kama mimi nilivyowatendea ninyi mtende vivyo hivyo. Ni upendo wa hali ya juu sana. Hiyo ni katika Injili ya Yohane sura ya 13 aya ile ya mwisho ambayo tumesoma katika Injili aya ya 15. Ndugu zangu, tunafundishwa sisi kutimiza wosia wa Kristo, yaani wa kupendana. Amri kuu ya upendo ambao Kristo anaidhihirisha na anaionyesha kwamba mitume waweze kuibeba, wanafunzi waweze kuibeba kile alichowatendea, wakaweze kuendeleza kwa wengi. Kwa wapendwa wa taifa la Mungu, tunaona Bwana wetu Yesu Kristo si kwamba aliyasema tu haya katika hali ya maneno, bali anadhihirisha mwenyewe kwa njia ambayo anawatendea anawatendea wanafunzi wake, kiasi kwamba hata mjadala unaokuja kupatikana kati ya Yesu Kristo na Petro, tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anamueleza Petro, kama hutoweza kufanya hivi, basi huna ushirika nami. Ndugu zangu, nasi tukishindwa kuonyesha hali ya upole, tukishindwa kuonyesha hali ya unyenyekevu, tukishindwa kuonyesha hali ya uvumilivu, tukishindwa kujizuia na swala la ubinafsi, na tukiweza katika hali ya kuonyesha upendo kwa wengine, basi hakika tutakuwa ushirika na Bwana wetu Yesu Kristo. Ila pale tutakaposhindwa, hakika hatuna ushirika naye, kwa sababu hatutendi vile ambavyo yeye amedhihirisha, ameonyesha utumishi wake kwa mitume, kwa wanafunzi wake, ili wapate kuiga na kuweza kuishi vizuri vile ambavyo inapaswa wao waende kuwatendea wengine. Kwa hiyo tunajifunza fundisho kubwa sana katika Alhamisi Kuu juu ya amri kuu hii ya upendo, kwa kitendo ambacho Bwana wetu Yesu Kristo amekifanya. Hata hii sakramenti ya Ekaristi Takatifu ambayo tunaelezwa kwamba ndio siku ambayo sakramenti ya Ekaristi Takatifu imewekwa. Ndugu zangu, Ekaristi Takatifu ni jambo la shukrani. Ni neno ambalo linatokana na neno la
Kigiriki ambalo maana yake shukrani. Shukrani, Eucharistia, maana yake shukrani. Bwana wetu Yesu Kristo anatoa shukrani kwa Mungu. Hivyo ni chakula ambacho kinatuleta pamoja. Shukrani kwa Kristo ni kwamba sisi sasa tumepata kukombolewa na tunaletewa chakula ambacho kitatufanya sisi tuwe wamoja. Hivyo wapendwa, ni jambo la muhimu sana kila tunaposhiriki Ekaristi Takatifu, ambayo ni sakramenti ambayo ni kilele cha maadhimisho yote ya sakramenti nyingine. Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo, kumbe Ekaristi Takatifu ni chakula ambacho kinatuleta pamoja kama Wakristo, ambapo tunaalikwa tuweze kukipokea kwa moyo safi na moyo nyofu, kwa sababu kinatufanya na kinaonyesha sisi ni ndugu kiasi gani katika Kristo. Hivyo ndugu zangu, tudumishe pale ambapo Kristo anayatekeleza mapendo hayo mpaka upeo. Anasema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Twaeni mnywe nyote, hii ni damu yangu inayomwagwa kwa ajili ya wote. Yeye amejitoa kabisa kwa ajili yetu na kukubali kutundikwa msalabani na kutoa uhai wake ili sisi tupate kupona, ili sisi tupate kuurithi uzima wa milele. Hivyo ni kazi kwetu kuweza kuwa na mioyo ya utayari katika kupokea kile ambacho Kristo amekidhihirisha katika maisha yetu, tuweze kumpokea nasi katika hali ya ubinadamu wetu, kukubali kile alichotufundisha. Ametufundisha upendo, ametufundisha uvumilivu, ametufundisha upole, ametufundisha busara, ametufundisha hekima, ametufundisha fadhila, ametufundisha utakatifu, na katika kutukomboa sisi ili tuweze kuyaishi hayo kupitia ndugu, jamaa na marafiki na majirani zetu. Hivyo ndugu zangu, kanisa linatualika kukesha pamoja na Kristo, tukikumbuka mateso yake aliyoyapata kwa ajili yetu. Hapo tunaweza kuonyesha mapendo na shukrani na pia nia yetu ya kumfuata Kristo hata katika mateso. Yote haya ni Mungu, mpango wa Mungu upate kutimia katika haya, na ni shukrani ambayo inatolewa ili sisi tupate kukombolewa. Yote haya anaagiza kwa mitume, ambapo sakramenti ya upadrisho iliwekwa siku hii, kwa sababu haya yote anawakabidhi mitume hawa wanafunzi ukuhani ambao yeye ndiye asili yake, anauhamisha, anaupeleka. Kazi hii anawapa mitume wakaweze kwenda kuitenda, na katika kuitenda kwao, maana yake Kristo mwenyewe ndo anakuwa mfano wa ukuhani huu. Hivyo wapendwa, taifa la Mungu, kama mapadri tunaalikwa sote pia kuweza kuishi vema na kuweza kuichunga kundi la Mungu ili lipate kukombolewa kama yeye Kristo alivyofanya katika kutukomboa sisi kutoka katika utumwa wa dhambi, ili tupate kupona na mwisho wa siku tuwe na amani na furaha inayodumu siku zote. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.